walijeruhi baadhi ya watu kama watatu kwa visu na panga. Mwingine alikatwa kichwani na mwingine alichomwa mgongoni. Wawili waliumizwa vichwani. Kwa jumla watu watatu. Kuna vijana walikuja kama 15 hivi wakiwa kwenye usafiri aina Kirikou. Kuna eneo lenye msiba hapa mtaani kwangu, msiba aliokuwa balozi. Naam, jina langu naitwa Mohamed Adam na leo nipo katika eneo la Olmatejo A ambapo siku za majuzi limetokea tukio la uvamizi katika eneo la msiba la aliyekuwa balozi wa eneo la Olmatejo A, na nipo na wahusika ambao watazungumzia tukio lilivyokuwa kuanzia siku ya msiba mpaka hivi leo. Ilikuwaje na chanzo cha wao kuvamiwa katika eneo la msiba lilikuwaje, na majeruhi ambao walijeruhiwa katika eneo hili la msiba usiku huo wa majira ya kuanzia saa 7 usiku, na wataweza kuzungumzia tukio lilivyokuwa. Ungana nami Mohamed katika channel ya Get to Know kuweza kuzungumza na wahusika au wahanga wa tukio hilo ambalo lilitokea katika eneo hili la msiba, maeneo ya Olmatejo A. Mimi kwa majina naitwa Isa Burwani, ni mwenyekiti wa mtaa wa Olmatejo A, kata ya Sakina. Juzi kuna tukio litokea kwenye mtaa wangu. Kuna vijana walikuja kama 15 hivi wakiwa kwenye usafiri aina Kirikou. Kuna eneo lenye msiba hapa mtaani kwangu, msiba aliokuwa balozi wa mtaa wangu. Kwa vijana wao walifika kwenye eneo la msiba na kwenda kufanya vurugu. Na walifanya vurugu na walijeruhi baadhi ya watu kama watatu kwa visu na panga. Mwingine alikatwa kichwani na mwingine alichomwa mgongoni. Wawili waliumizwa vichwani. Kwa jumla watu watatu. Walioumizwa walienda hospitali na walipata matibabu, sasa hivi wanaendelea vizuri. Baada ya siku hiyo, kesho yake vijana wa mtaani kwangu walifanya patrol, walizunguka na kuwatafuta wale vijana waliokuja kufanya fujo. Kwa bahati nzuri walimkamata kijana mmoja na wakaja naye hapa mtaani, na walikuwa kwa hasira walizokuwa nazo, walianza kumpiga. Walimpiga sana. Bahati nzuri nilikuwa karibu, kwa hiyo nikawazuia wasiweze kumuumiza au kumsababishia kifo. Kwa hiyo tukawazuia, tukamfungia ofisini kwangu. Tukapiga simu polisi wakaja na wakamchukua yule mhalifu. Kwa baada ya hapo polisi wameenda kufanya upelelezi wao, na yule mhalifu akawa anataja wale watuhumiwa waliohusika. Na baada ya kuwataja, polisi wakawa wanafanya taratibu za kuwakamata na taratibu zingine za kisheria zikiendelea. Kwa tukio la siku hiyo hapa mtaani kwangu ndio lilikuwa limekaa katika mantiki hiyo. Kwa sasa swala liko polisi, taratibu za kipolisi zinaendelea. Je, walifanikiwa kuchukua vitu vya aina gani katika mazingira ya eneo la tukio? Wakufanikiwa kuiba chochote, sababu walikuja tunakuleta vurugu, na baada ya kuona watu wale vijana waliokuwepo kuwazuia walishindwa kufanya jambo lolote, wakawa wamekimbia. Lakini baada ya kuwafuatilia nasemekana kwamba wale vijana ni waizi. Ndio maana wanazunguka na gari, kwamba wana tabia za kuvunja. Kwa kufika mahali wanavunja, wabebe vitu na magari waondoke navyo. Kwa hiyo lakini kwa hapa kwenye mtaa kwangu hawakufanikiwa kuiba chochote. Ni kama viongozi mnarejea gani kwenye jamii na wananchi kwa ujumla? Sisi kama viongozi kwanza tuna jukumu kubwa la kuimarisha ulinzi na usalama kwenye mtaa wetu, kuhakikisha wananchi wetu wako salama. Hivyo tunachoweza kuambia wananchi wetu ni kwamba wasiwe na shaka. Viongozi wao tupo makini na tumeimarisha usalama. Askari polisi wanashirikiana na sisi, na pia na polisi jamii wapo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Hivyo kwa sasa hivi mtaa wetu uko salama. Hakuna tatizo linaweza kutokea kama lile tena. Asante.